nami nitakuombea. Baada ya kusema hivyo, mwambie funua kichwa sasa. Kaa vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi, mtumishi wa Mungu alishahubiri na tumesikia maneno ya Mungu. Na sina mengi, nataka tu niseme neno kwa kifupi kwa ajili ya kuanua tanga. Amen. Na mimi ninachoweza kukuambia ni jambo moja tu. Heshima ya mtu yeyote anayempenda Mungu, heshima ya mtu wa Mungu ni Mungu wake kujifunua. Huna haja ya kupambana na mtu aina yeyote katika hii maisha. Huna haja ya kufukuzana na mtu anayekuwekea kikao. Uwe na haja na huyu aliyekaa mbinguni tu. Heshima ya mtu anayesema ninamjua Mungu ni heshima Mungu wake ajifunue. Ukiwa na Mungu, adui akakunyanyukia, vita ikakunyanyukia, usiwatazame wanadamu, tazame huyu atainua watu kwa ajili yako. Heshima ya mwana wa Mungu ni Mungu wako kujifunua, na sio jirani, na sio kaka mtu, na sio mdogo mtu, na sio rafiki mtu. Heshima yako ni Mungu ajifunue. Nami nakuombea kwenye msiba, hata ukiondoka mahali hapa, maombi yangu popote utakapokanyaga, Mungu wako ajifunue akikutetea kwa kila kona. Sema amen. Sema amen. Heshima yako mwanangu, baba, mheshimiwa, yeyote anayenisikiliza, heshima yako sio fedha, sio elimu, sio cheo, sio afya, sio unene. Heshima yako ni Mungu tu atembee na wewe. Mungu akitembea na wewe, wote watapiga saluti. Wote watainama mbele yako. Heshima mama, heshima baba. Hata kama watoto wako hawana mwelekeo, waendelea kumcha Mungu. Nenda kwenye maombi. Hata kama wanakucheka, wacha wakucheke. Wote wanaokupiga vita, wape muda. Tembea na Mungu. Wape muda. Aliyekushusha mpe muda. Aliyekucheka huko kwenye vikoba, kwenye vikundi, anaona machozi yako, mpe muda. Ombi langu, hautafia kwenye vikoba, hautafia kwenye vikundi, hautafia kwenye madeni. Ombi langu itanyanyuka katikati ya madeni. Sema amen. Unapopita, tembea na Mungu. Siku nyakati unapita mpaka watu unasema nani amemlaani huyu mtu? Siku nyakati unapita mpaka unasema hivi amelaaniwa na nani? Kumbe hujalaaniwa, ni mapito. Wapendwa, mapito yapo. Na kuna watu tunakwenda makanisani tuokoke ili Mungu atutetee. Wacha nikwambie, Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo, Yesu alipoingia kwenye maji akibatizwa, alipotoka kwenye mto wa Yordani, maandiko yanasema mbingu zikafunguka, sauti ikasema, huyu ni mwanangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Mungu anapendezwa na Yesu, lakini kaangalia majaribu yalivyomchakaza Yesu. Kwa kifupi, mtu anayempenda Mungu shamba la majaribu. Lakini furaha nilionayo, ukitembea na Mungu, hautafia kwenye majaribu. Hautafia. Habari njema nilionayo, wote wanaokupiga vita kwenye hiyo familia, wasubiri Mungu naye mhubiri hapa, atakachofanya kwa kijana wako, atakachofanya kwa mume wako, atakachofanya. Na sasa nataka nitamke hivi, watoto wako leo wanateseka, unateseka kwenye vikundi, na kuombea haufi. Unachokuombea tu usife mwanangu. Guse mwenzako, mwambie usinione ninakopita. Ukanicheka. Ni shida tu. Naomba ujifunze wimbo unapoondoka kwenye msiba. Unapopita pagumu, imba wimbo huu. Hili nalo litapita. Siku nyakati unawakimbilia watu wanakupa migongo, imba wimbo huu. Rafiki yangu, mke mwenzangu, kaka yangu, mdogo wangu, hili nalo litapita. Saidia kumgusa mwenzako, mwambie hili nalo litapita. Na sitakufa. Sema mimi na kama unabarikiwa. Angalia mwenzako, mwambie haya mashavu sio ya kwako.
Barikiwa, asante kwa maji. Simuleta hata mwingine jamani, nikanywe maji, sina hata mafuta ya gari leo. Sema amen. Ukiguswa tu leta jamani. Hii sadaka mwanangu iwe mbegu kwako. Na hili somo likufuata. Sema amina. Sema amina kama unabarikiwa. Nataka niseme hivi, hata kama utapita utakonda, mashavu yatadondoka, macho yataenda itakuwa kama ya minyoo, watangazie wanaokupiga vita, waambie nyama na mifupa haijawahi chukiana. Na wala usiwahi ogopa kutoka mbele ya watu kwa sababu unadaiwa. Kinachokufanya ufe ni kwamba na unasema nadaiwa, naogopa fulani asinione. Nakuambia hata kama hakuna mtu aliyefungua bwana deni, toka mwambie sina, nisubiri. Kikubwa tu usikatae kama unadaiwa. Unakaa ndani mpaka unachukua kama unajinyonga. Usikae. Mwambie nimekukopa kwa ajili ya watoto. Lakini niende wapi? Na kuweka loko mwambie nivumilie. Na usiogope kuteseka kwa sababu unatesikia watoto. Mtu ninayekuombea na kucheka ni mtu ambaye unakopa unapeleka kwa malaya. Haufai. Kama unakopa kapeleka huko, Mungu hatakurehemu. Omba toba kama ilivyotangazwa sasa hivi. Lakini kama umekopa mke wako afae, watoto wale, nakwambia Mungu hiyo deni ni kitu kidogo. Mungu atafungua milango na watashiba. Maana hujapeleka kwenye nyumba za ajabu. Ulifanyia kazi. Sema fire. Sema fire. Hautapita kwenye ule mlango, ule geti. Nataka uondoke na upenyo wa kimbingu na Bwana akakubariki. Sema amina kama unabarikiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Hakuna nikwambie jamaa asema hiyo shida. Haya kindanye. Meiho. Angalia watu ambao leo ni maprofesa, ni waheshimiwa, ni madiwani, ni matajiri. Kachunguza maisha yao. Leo unamwona mheshimiwa amekuwa mheshimiwa. Siku hizi anaringa. Ringi. Fuatilia alikotoka kwanza. Hakuna mtu amezaliwa akiwa nayo. Na kabla hujawa nayo lazima kwanza upite Bwana. Ndio ulimwengu lazima mbele ya mbele. Ora ulimwengu ukipita baraka tuangisha. Lazima tenela kebela ishinda baraka. Ela kembe na tusese. Na wewe ukishinda unakawa alama. Leo kuna mtu unapita unaandaliwa. Leo kuna mtu unawaga machozi unaandaliwa. Uwezi ukawa mfalme bila kupita. Sema basi amina kama unabarikiwa. Hiyo vita unayopitia ndio inaleta heshima. Bila vita hujawa mheshimiwa. Bila kukataliwa hujawa mtu. Bila kudaiwa hutajua namna ya kwenda kuwakopesha watu. Leo kuna watu naongea na nyinyi hapa. Siku za mbele mtakuja kuwa watu wakubwa sana. Subarikiwa. Siku za mbele Mungu akikutazama haoni shida ulionayo. Japo wao uko kwenye shida. Mungu akiangalia anasema mwacha ateseke. Lakini Mungu akiangalia bila angalia, je, atanipenda? Je, atatembea na mimi? Huko mbele anasema mwanangu ukivuka hapa na unakuwa mheshimiwa, unakuwa baraka. Kusema amina kama unabarikiwa. Sema amina. Useme mwenzako mwambie ujawa mtu mpaka umepita. Ujawa mtu mpaka umechakaa. Ujawa mtu mpaka umechafuliwa. Ujawa mtu mpaka umedharauliwa. Ujawa mtu mpaka wamekutenga. Saidia kumgusa mwenzako mwambie ujawa mtu mpaka meno yamekaa kama ya tembo. Ujawa mtu mpaka ndugu zako, yaani mpaka ukienda kijoo unakataliwa. Na watu wanaokataliwaga huwa wanakuja kwa watu wakubwa sana. Barikiwe sana. Na kutamkia familia yako iwe juu. Wacha hakuna cha mchana mbele ya mtu anayetembea na Mungu. Atakutesa tu kwa muda. Au muda utachukua muda na achilia upako, ukitoka hapa wapae viwango. Kitabu kile cha Samuel, sihubiri. Kitabu kile cha Samuel wa kwanza. Barikiwe sana.
Samuel. Kitabu kile cha Samuel wa kwanza, mlango wa 17 mstari wa 44 hadi 17. Utasoma tu mwenyewe kwa wakati wako. Heshima ya Daudi ni Goliath. Heshima ya Daudi kuitwa mfalme ni Goliath awepo. Heshima yako ni huyo kaka anayekuchukia akuchukie na awepo. Na ombi langu usimchukie. Hakunaga mtu anayepigwa vita bure. Ukiona mtu anakuchukia, hakuchukii wewe. Kuna kitu unachokibeba ambao wakiangalia wanasema huyu jamaa vipi? Kuna watu mnapigwa vita baada hata una gari, una hata nyumba, hujaenda hata level, lakini unachukiwa tu bure. Ukitafuta sababu mfukoni mpaka miguuni huna. Unajikwambia wakati mwingine ukiona ndugu yako anakuchukia usimbebe moyoni. Ambia ndugu, nakusamea tusigombane kule. Kusema mwenzako mwambie usimbebe. Sometimes hata sio yeye, anatumiwa. Wacho wameona kitu ndani yako wakamtumia mdogo mtu akatumia kaka yako ili wakupige wewe vita. Na wewe usizime ndoto yako. Tazama mbele. Nasikia ndani kwangu, unayetoka kwenye msiba hakuna atakaye kufa. Ulikuja unalia nyumbani kwako kicheko kitokee. Aliyekucheka ataibi. Heshima ya Daudi ni Goliath. Bila Goliath hajawa mfalme. Heshima ya kwenda kuwa mfanyabiashara mkubwa ni kudaiwa. I am telling you. Heshima ya kwenda kuwa bosi, kuwa mfanyabiashara mkubwa kukopesha mataifa lazima udaiwe. Niambia kwa nini? Mungu anakuandaa kwanza. Ngoja nikwambie, nimepita kwenye madeni wapendwa. Nimepita mpaka nikachukua kisu nijichome, nijiue. Mungu akaniambia, "No, nakuhitaji." Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mungu hawezi kukufanya mfanyabiashara. Mungu hawezi kukunyanyua mpaka kwanza upite kudaiwa. Amen. Mpaka kwanza ukataliwe. Siku akikuinua, anasema Elisha nimekuinua. Analeta watoto wayatima, analeta wajane, analeta wasio na mitaji, analeta wenye njaa, analeta waliokata tamaa, na wakifika mbele yako ulishapita shuleni. Unajua maana ya njaa ni nini? Unajua maana ya kudaiwa ni nini? Unajua maana ya kutengwa ni nini? Unawakaribisha. Mungu akuinua wakati una akili ya kitoto. Ndio Mungu akuinua kupe tu nyumba. Utashangaa anapua juu. Toeni viatu huko nje. Mungu ana